namna pekee unaweza ukatoka katika agano ni kwa mauti. Namna pekee unaweza ukatoka katika laana ni kwa mauti. Hakuna shortcut rafiki. Na ndio maana leo hii tunatia imani yetu kwa Yesu Kristo. Popote pale ulipo rafiki, napenda kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri dhahiri basi utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili ufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Baada ya kusema hayo rafiki, tuendelee sasa na somo letu. Kumbuka tuko kwenye Wagalatia, twende moja kwa moja kwenye Wagalatia 3 mstari ule wa 9 na wa 10. Nikumbushe tena rafiki kwamba neema inaleta baraka, torati inaleta laana. Kwa hiyo Galatia 3:9 hadi 10 anasema hivi: basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Abrahamu alikuwa mwenye imani, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha torati ayafanye. Kwa hiyo kama nilivyogusia vipindi vilivyopita na nitaendelea kugusia tena kwamba kinachosababisha torati iwe laana ama kinachosababisha amri 10 iwe laana ni nini? Ni kwa sababu unatakiwa kutimiza masharti yote, amri zote 613. Kama ambavyo nilikuwa nikisema huko nyuma, nitaendelea kusema tena kwamba ukitimiza sheria zote 612 kwa ukamilifu, alafu ukavunja ile ya 613, maana yake ni kwamba unahesabika umevunja sheria zote. Yakobo anaiweka vizuri. Twende kwenye Yakobo 2 mstari wa 10 na 11. Yakobo 2 10 na 11 anasema hivi. Anasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa haukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo anasema nini? Anasema kwa mfano ukichukulia amri 10, zile amri 10 ukishika amri zote 9 alafu ukavunja amri moja katika hizo amri 10, basi unahesabika umevunja amri zote 10. Na maana yake nini? Maana yake ni kwamba adhabu ya kuvunja amri zote 10 inakuja juu yako. Kwa hiyo hautaadhibiwa kwa sababu tu ya kuvunja ile amri moja. Kwa hiyo anasema mstari wa 11 anasema, kwa maana yeye alisema usizini pia alisema usiue. Basi japokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa lugha nyingine anasema adhabu ya kuua, adhabu ya kuzini zote zinakuja juu yako. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba unapovunja sheria moja, unapovunja amri moja, inakuja adhabu ya kuvunja amri zote. Kwa hiyo huwa napenda kutania, nasema hivi, kwa mfano wewe ni driver wa bodaboda na umepita barabarani na umekuta labda wa kuvaa kofia. Siku hiyo trafiki wamechichamaa kweli kweli, kila mtu lazima avae helmet kwa maana kofia ya kujilinda, na kwa maana hiyo wamekukamata wewe haujavaa kofia. Maana yake labda fine sijui ni ngapi ya bodaboda, labda fine shilingi 10,000 ama 30,000 kama ya magari haya. Kwa hiyo unapelekwa mahakamani. Ukifika mahakamani unatarajia kwamba utasomewa mashtaka yako kwamba umeendesha pikipiki pasipo kuvaa kofia helmet, na kwa maana utasubiri mheshimiwa hakimu akuhukumu, akupe adhabu, ulipe adhabu labda shilingi 30,000. Wakati unasubiri hiyo, mwendesha mashtaka anasimama, anakutaja jina, alafu anasema labda ndugu Joseph Rajabu kwamba unashtakiwa kwa kosa la kwanza, kosa la mauaji. Unasema lakini mimi sikuua. Anasema unashtakiwa kosa la pili, kosa la uhaini. Unashtakiwa kosa la tatu la uhujumu uchumi. Unashtakiwa, kwa lugha nyingine, sheria zote ambazo zimewahi kutungwa kwa ajili ya makosa yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake ni kwamba unasomewa mashtaka kwamba umezivunja sheria zote. Na kwa maana hiyo hukumu ya adhabu inayokuja juu yako ni hukumu ya adhabu ya kuvunja sheria zote zilizoko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kumbuka, kosa lako lilikuwa ni moja tu, kwamba uliendesha pikipiki pasipo kuvaa kofia helmet. Kwa hiyo unapigwa na butwa,
Unaambiwa ndivyo ilivyo. Sasa ukija kwenye sheria zilianza 10, amri zilianza 10, zikaongezeka zikafika 613. Kwa hiyo utakapovunja moja unahesabika umevunja zote. Unahesabika umevunja zote kabisa pasipo kujalisha. Unaona? Ndio maana kwa mfano watu wanang'ang'ana na watumishi wanachagua vipande. Wengine wanaambia wakina mama ukivaa suruali ni dhambi kwa sababu Biblia imekataza. Wengine wanasema ukikata panki ni dhambi kwa sababu Biblia imekataza. Lakini kitu ambacho wanasahau, kwa mfano tumeamriwa kwenye Torati, Agano la Kale, unaamriwa kutunza siku ya Sabato. Na siku ya Sabato kusoma kwenye Kutoka mlango wa 35 anasema kwamba mtafanya kazi siku 6, siku ya 7 mtapumzika. Hajasema mtafanya kazi kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa afu Jumamosi mtapumzika. Sabato sio siku ya Jumamosi. Sabato ni siku ya 7. Elewa hilo rafiki. Maana nafahamu kuna watu wanataka kunyanyapaa wengine kwa ajili ya sema Jumamosi ni siku ya Sabato. Si kweli. Sabato ni siku ya 7, sio siku ya Jumamosi. Ndio maana kwa mfano wafuasi wa madhehebu ya Adventist ama Sabato, wao wanapumzika siku ya Jumamosi. Wakristo wengine wote wanapumzika siku ya Jumapili. Na majirani zetu, marafiki zetu Waislamu, wao ni siku ya Ijumaa. Na kama tungetaka kwenda kihalali kabisa, kwa maana ya kuhesabu siku ya kupumzika ilitakiwa basi, kama ingekuwa ni swala ni siku, ilikuwa ni Ijumaa, sio Jumamosi wala sio Jumapili. Lakini amri ilisemaje? Amri ilisema kusoma Kutoka 35, anasema mtafanya kazi siku 6 na siku ya 7 mtapumzika. Kwa hiyo anayeamua siku ya 7 iwe lini ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo kwa waliamua kwamba Jumapili ndio siku ya kupumzika wako sawa. Kwa waliamua kwamba Jumamosi ndio siku ya kupumzika wako sawa, na waliamua iwe Ijumaa iwe ndio siku ya kupumzika wako sawa. Kwa sababu swala hapa ni kwamba fanya kazi siku 6, siku ya 7 pumzika. Alafu anasema hivi, na siku hiyo ya 7 mtu yeyote ambaye atapumzika, kwa maana atavunja sheria hiyo, anatakiwa auawe. Sasa angalia jinsi mtego uliko hapa. Nataka nikuonyeshe kitu ili uone kwamba Torati sio nyepesi kama watu wanavyofikiria. Watu wanafanya kierere kuikimbilia alafu hawaiwezi, ni ngoma nzito. Angalia kitu hichi rafiki. Anachosema ni hichi: fanya kazi siku 6, siku ya 7 pumzika. Na mtu miongoni mwenu ambaye atavunja sheria siku hiyo, maana yake anatakiwa auawe. Sasa hiyo ndio kutunza Sabato ya Bwana. Kwa hiyo kutunza Sabato ya Bwana ni pamoja na kuwaua wale ambao wamevunja Sabato. Maana yake ni kwamba kama ninyi mmeona mtu amevunja Sabato na hamkumuua, na ninyi mnakuwa ni wavunja Sabato kama yule mvunja Sabato. Una shida inapokuja hapo. Hilo ni tatizo la kwanza. Na kuna ndugu mmoja kwa ananipigiaga simu miaka mingi, anatokea maeneo ya Mvomero hapo. Kila ikifika siku ya Ijumaa anaanza kunitumia message Sabato. Alafu na wakati mwingine ananikejeli. Siku moja nikaamua kumtolea uvivu. Nikampigia simu nikamwambia, ndugu, hebu niambie kitu kimoja. Kutoka 35 nasema kwamba mtafanya kazi siku 6, siku ya 7 mtapumzika, na mtu atakayefanya kazi siku hiyo atauawa. Nikamwambia, hebu niambie kanisani kwenu mmeshaua watu wangapi? Akasema nikamwambia, kanisani kwenu mmeshaua watu wangapi? Manake kutunza Sabato ni pamoja na kuwaua waliovunja Sabato. Akasema hamna, utauaje watu, utakamatwa? Nikamwambia exactly. Nikaambia usinipigie simu tena wala kunitumia message mpaka siku na ninyi mtakapoweza kutunza Sabato inavyotakiwa. Maana ninyi ni wavunja Sabato kama mimi nilivyomvunja Sabato. Kwa hiyo sikuwahi kumsikia tena. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Lakini pia siku ya Sabato yani kwa mfano huruhusiwi kutembea kwenda kwa jirani yako. Hiyo inaitwa kufanya kazi. Huruhusiwi kufungulia mifugo, kuwalisha mifugo. Hiyo inaitwa kuvunja Sabato. Huruhusiwi kutema mate. Hiyo inaitwa kuvunja Sabato. Naona Bwana Yesu alivyokuwa akiponya watu wakati mwingine siku ya Sabato anatema mate chini, anafinyanga udongo. Ni makusudi tu alikuwa anafanya kuonyesha kwamba Bwana wa Sabato amefika hapa, kwamba Sabato iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu na mwanadamu sio kwa ajili ya Sabato. Kwa sababu wanaoshikilia Sabato ni kama vile wamefanya kama mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo unaweza ukaona huruhusiwi kufanya kitu chochote. Sasa Jumapili tunatoka kona moja ya mji tunaenda kona nyingine kanisani. Hiyo ni kuvunja Sabato. Tunapika chakula, hiyo ni kuvunja Sabato. Na kuna Wakristo wengine siku hiyo wanafungua na maduka, hiyo nayo ni kuvunja Sabato. Unaelewa ninachokizungumza rafiki? Kwa hiyo huwezi ukachagua kutunza kipengele kimoja
alafu ukakitunza kwa kiwango unachotaka wewe na wala sio kwa kiwango anachotaka Mungu, alafu vipengele vingine ukaviacha ukadhania kwa salama, ukiamua kuishi chini ya sheria, unatakiwa utunze sheria zote 613. Utakapovunja moja, maana yake ni kwamba unahesabika umevunja zote. Sasa nikuulize, wewe unavunja ngapi kila siku? Na usisahau kitu hichi rafiki, kutokujua sheria sio sababu. Kutokujua sheria sio sababu. Sio kama unanielewa. Lakini sio hivyo tu. Anachosema ni kwamba, kwa mfano anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Ukisoma kwenye maelekezo pale anasema mtu yeyote ambaye ataabudu Mungu mwingine, ataandamia miungu mingine, huyo mtu anatakiwa auawe. Huyo mtu anatakiwa auawe. Kwa hiyo wewe uliamua kwenda kwenye amri 10, ulitakiwa uanze kuhangaika na ndugu jamaa na marafiki wanakuzunguka. Una ndugu jamaa na marafiki wangapi wanaenda kwa waganga kienyeji? Una ndugu jamaa na marafiki wangapi wanaenda kwenye mizimu? Na unawafahamu na unakaa nao. Kwa hiyo tunafanya kierere kwenda kujiweka kwenye vitu ambavyo ni vigumu, alafu matokeo yake vinatuletea shida. Sasa Mungu wakati anatoa hizi amri, kama alivyosema kipindi kilichopita, ngoja nirudie tena. Tena kwenye Kutoka 20. Yeye mwenyewe alijua kabisa, kwa sababu kumbuka Galatia 3:19 sema Torati ni nini basi? Ililetwa mpaka atakapokuja huyo mzao, yani Kristo. Kwa lugha nyingine, kazi ya Torati ilikuwa ni kuwabana wana wa Israeli mpaka atakapokuja Kristo. Kwa hiyo tukaenda kwenye Kutoka mlango ule wa 20. Of course ukianza mstari wa kwanza pale anaanza kutoa hizi amri 10. Anasema Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa usifanyie sanamu ya kuchongeza wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata kwa zile amri zinatolewa. Sasa angalia, ameenda ametirika nazo. Alafu mstari ule wa 22 angalia anavyoambia. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hivi, ninyi wenyewe mmeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka katika mbingu. Msifanye miungu mingine pamoja nami, miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu msijifanyie. Anasema utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu. Hapo ndipo nitakapokujilia na barikia. Kwa hiyo unaona kabisa Mungu alijua kwamba Israeli hawataweza kutimiza amri zake, na kwa maana hiyo alichofanya nini? Hizo ni amri 10 tu tumekusomea, na alijua kwenye hizo amri 10 hata hizo 10 tu zenyewe alijua kwamba hawataweza kutimiza. Kwa hiyo akawawekea utaratibu mwingine ambao atatumia kuwabariki. Sasa cha kuchekesha leo hii unakutana na Mchaga, Mpare, Mnyakyusa, Mngoni, Mhehe na makabila mengine yote huyo, Msafa, wanakuja na kadhalika na Wagogo na Wamakonde na kadhalika. Wanajaribu kushika Torati, sheria, amri 10 ambazo walipewa taifa la Israeli. Watu ambao hata wao walivyopewa wakati Mungu anawapa walijua kwamba hawataweza kuzitimiza, watazivunja. Na kwa maana hiyo akatengeneza utaratibu plan B, utaratibu wa pili wa namna ya kuwabariki, ambao nini? Kwamba watakuwa wanatoa dhabihu, kwa maana sadaka za kuteketezwa, sadaka za amani, na kupitia na baadaye kana sadaka ya dhambi. Kwa maana hizo zote zikiwa ni sadaka zinaashiria picha ya ujio wa Yesu Kristo, kwamba kile ambacho Yesu Kristo atakuja kukifanya ili aweze kuwabariki. Kwa hiyo unaona nini? Unaona Israeli wenyewe walikuwa wanabarikiwa kwa neema, sio kwa Torati. Torati ilikuwa inafanya kazi moja tu, kuleta laana juu yao. Na kwa maana hiyo Mungu anatengeneza plan B, utaratibu mbadala wa yeye kuweza kuwabariki, kuonyesha kwamba ni jinsi ambavyo Mungu amejaa upendo. Yeye ni Mungu wa haki, ni Mungu wa viwango, lakini anajua hawa watu wangu inabidi niwabane mpaka Kristo atakapokuja. Lakini katika kuwabana huku, shida itatokea ni kwamba hawa watu watakuwa wanavunja amri zangu kila siku. Kwa hiyo lazima nitafute utaratibu mwingine ambao utaniruhusu mimi kuweza kuwabariki. Na utaratibu huo nini? Mtanijengea madhabahu, mtatoa dhabihu zenu, ng'ombe, mbuzi na kondoo, hapo ndipo nitakapokuja kuwabarikia. Kwa hiyo Israeli walikuwa wanabarikiwa kupitia neema, sio kupitia Torati. Hasa cha ajabu leo hii una Wakristo wanang'ang'ana, wanaidai wao ni ngangari, wanang'ang'ania amri 10 wakati hawezi kuzitimiza.
na ndio maana wanakuwa wana dhamiri ya dhambi. Kila mara wanajiona kuwa wao ni wenye dhambi, na ndio maana hata hivyo wanavyofanya maombi ya rehema na maombi ya utakaso yanashindwa kuondoa ile hatia ya dhambi ndani ya dhamiri zao. Si kwa sababu angalia Waebrania 10 anavyosema. Nionyeshe kitu. Waebrania 10 na mstari wa kwanza. Anasema basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kumkamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa ni wenye dhambi. Sijui kama unaliona rafiki. Anasema huu utaratibu ulikuwa unatumika wa Agano la Kale. Hauwezi kuweka huru dhamiri ya mtu kutoka katika hatia. Anasema ingekuwa ni hivyo, hizo dhabihu zingeacha kutolewa. Ingekuwa zinaweza, maana yake ni kwamba dhabihu ile ikisha kutolewa mara moja tu, watu wasingejiona tena wao ni wenye hatia ya dhambi. Sababu kwamba hawa watu wanajiona kwamba wao wana hatia ya dhambi kila mara, inaonyesha zile dhabihu za utaratibu wa Agano la Kale zilikuwa haziwezi kufanya kitu. Sijui kama unanielewa rafiki. Sasa sikiliza point hii hapa ambayo ni very important, ni muhimu mno. Dhabihu ya Yesu Kristo, unapotia imani yako kwa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba dhamiri ya hatia ya dhambi inaondoka. Hutakaa ujione kuwa wewe ni mwenye dhambi. Nisikilize hilo. Sababu kwamba unajiona wewe ni mwenye dhambi, sababu kwamba unajiona wewe ni mwenye dhambi na unajiona wewe una hatia, unajisikia hatia ndani ya moyo wako, inathibitisha kitu kimoja, kwamba imani yako haiko kwa Yesu Kristo. Imani yako ingekuwa kwa Yesu Kristo kulingana na Waebrania 10, usingekuwa na hatia ya dhambi tena, usingekuwa na dhamiri ya dhambi tena. Sababu kwamba una dhamiri ya dhambi, kwa sababu kwamba unajiona wewe ni mwenye hatia, ni uthibitisho tosha imani yako haiko katika Yesu Kristo. Imani yako iko katika kitu kingine, matendo ya sheria, iko katika amri 10 torati ambayo huna uwezo wa kuitunza. Na Mungu mwenyewe anajua kwamba huna uwezo wa kuitunza kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Na ndio maana ukisoma kwenye Waebrania 9, na narudia tena kwa wale ambao mnanisikiliza, nendeni kwenye kwenye YouTube, ni kwenye nini, katafuteni mafundisho ya awali ya Kristo. Ni muhimu sana ukasikilize. Sikiliza Waebrania 9 mstari ule wa 13, nianze mstari wa 11 hadi wa 14 chap. Anasema hivi: lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Damu ya mbuzi na ndama inawakilisha nini? Agano la Kale. Bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Na neno ukombozi maana yake ni msamaha, maondoleo la dhambi la milele. 13. Hasa kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe yaliyonyunyizwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, sio dhamiri yako, mwili sio dhamiri yako, wala sio mtu wako ndani, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu. Matendo mafu ni nini? Matendo mafu ni kitu chochote ambacho unakifanya katika kutafuta kukubalika mbele za Mungu. Chochote ambacho unakifanya, matendo yoyote unayoyafanya ili kutafuta kukubalika mbele za Mungu, ili kutafuta kumpendeza Mungu, inaitwa matendo mafu. Na anasema nje ya damu ya Yesu Kristo, dhamiri yako haiwezi ikawekwa huru, na hivyo ukapata uhuru wa kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu bila kujiona wewe ni duni, bila kuwa na aibu, bila kujiona wewe ni mwenye hatia. Naona anasema kwamba kitu pekee ambacho kinaweza kusafisha dhamiri yako, kitu pekee ambacho kinaweza kukuweka huru, kitu pekee ambacho kinaweza kufanya ukajisikia uko huru kabisa ni damu ya Yesu Kristo. Sasa Wakristo wanasema, ninasema kwamba Yesu Kristo, nakushukuru wewe ni mwokozi wangu, lakini haki yangu nitaitafuta kwa matendo yangu mwenyewe. Baraka nitaitafuta kwa matendo yangu mwenyewe. Nashukuru umeniokoa na kwenda mbinguni, lakini kwa habari ya haki hapa duniani mimi nitaitafuta kwa matendo yangu mwenyewe, nikijaribu kutunza amri 10.
Kwa habari ya baraka, mimi nitatafuta hiyo baraka kwa matendo yangu mwenyewe, nikijaribu kuomba sana, nikijaribu kufunga sana, nikijaribu kutoa sana. Wewe Yesu una kazi, na kazi yako ilikuwa ni kuniokoa mimi kwenda mbinguni. Kwa kuwa mimi naelekea mbinguni sasa hivi, maana yake ni kwamba Yesu umemaliza kazi yako, kwa hiyo usinisumbue tena. Kwa mimi nitatafuta hii haki, nitatafuta baraka, nitatafuta uzima, nitatafuta furaha, nitatafuta amani kwa juhudi zangu mwenyewe. Siku zote nitageuka kuwa mwokozi wangu mwenyewe. Sikuhitaji tena wewe. Umenifungulia mlango wa kwenda mbinguni, nashukuru sana. Lakini pia huko mbinguni nitafikaje inategemeana na matendo yangu mwenyewe na mwenendo wangu mwenyewe. Wewe rafiki umechagua kurudi jehanamu. Ndio maana Waibrania anazungumza maneno makali sana. Anasema wewe unafanyia jeuri. Unakataa damu ya mwana wa Mungu. Unamkataa mwana wa Mungu na kila alichokifanya, na damu yake unahesabu kwa kitu ovyo kwako. Maana yake unaona kwamba matendo yako na mwenendo wako ni mzuri zaidi kuliko mwenendo na matendo ya Yesu Kristo mbele za Mungu. Kwa sababu tunakubalika kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo, sio kwa sababu ya utii wetu. Uasi wa Adamu ulitufanya sisi tukawa wenye dhambi. Utii wa Yesu Kristo unatufanya sisi kuwa wenye haki mbele za Mungu. Na kwa maana hiyo, ninapoamua kuishi chini ya Torati, sheria, amri 10, maana yake ni kwamba nimechagua kuishi chini ya laana automatically. Na Wakristo kwa sababu ya kukataa kutia imani yao kwa Yesu Kristo, ambayo ndio maisha ya neema, ambayo yanaongozwa na Roho Mtakatifu, ndio maana muda wote wanajiona wao ni wenye hatia. Ndio maana kuna wachungaji leo hii wanawaambia watu wao, hakuna mtu ambaye ni mtakatifu, hakuna mtu ambaye ni mkamilifu hapa duniani mpaka siku tunapokufa. Rafiki, kama kifo ndio kitakuondoa kutoka katika dhambi, maana yake kifo ni mwokozi wako, sio Yesu. Lakini ukisoma Mathayo 1:21 inazungumzia habari za Yesu, anasema yeye ndiye atakayewaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Sasa nafahamu Biblia yako ya SUV inasema atakayewaokoa watu katika dhambi zao. Tafsiri mbovu kabisa. Atakayewaokoa watu kutoka katika dhambi zao. Tukasome pale mara moja Mathayo 1, lakini nitasoma kwenye tafsiri nadhani Biblia ya neno. Mathayo 1:21. Mathayo 1:21. Nisome kwenye Biblia nadhani ya neno, anaweza kama mpatia vizuri. Anasema hivi. Anasema naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutoka dhambi zao. Kutoka dhambi zao. Kutoka katika nini? Dhambi zao. TKU anasema hivi, atamzaa mwana, nawe utamwita Yesu, utampa jina hilo Yesu kwa sababu yeye atawaokoa watu wake kutoka dhambi zao. Kutoka dhambi zao. Kwa kama Yesu hajakuokoa kutoka katika dhambi zako, unasubiria kwamba siku ukifa ndio wewe umewekwa huru kutoka katika dhambi, ina maana Yesu sio mwokozi wako, kifo ni mwokozi wako. Na kama mchungaji wako anakuambia hakuna mtu ambaye hana dhambi hapa duniani kanisani na ameokoka, huyo mchungaji mkimbie. Kwa sababu maana yake ni kwamba yeye mwenyewe hamwamini Yesu Kristo na anakusababisha usimwamini Yesu Kristo. Na wewe na yeye ndio ile inazungumza kwenye Mathayo, anasema kiongozi kipofu akimwongoza kipofu, wote hao wawili wanakwenda shimoni. Mathayo 15. Nenda kasome hiyo utaona kwamba kipofu akimwongoza kipofu mwenzake wanaenda shimoni. Kwa hiyo mchungaji wako anakuambia hakuna mtu ambaye hana dhambi hapa duniani. Mwambie mimi ambaye namwamini Yesu Kristo nimeokolewa kutoka katika dhambi zangu na niko huru. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu ni Steven Mongi. Nimeanza kujifunza mafundisho ya Mwalimu Huruma Gadi tangu mwaka 2022. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni jambo la kustajabisha, kwa sababu namna anavyozungumza ni tofauti sana na watumishi wengi ambao tumewazoea. Kwa hiyo ilihitaji kuwa na utulivu na kujaribu kusikia, kwa sababu wakati mwingine unasikia unaona kwamba amezungumza jambo lile ambalo umezoea kulisikia, lakini analizungumza kwa lugha ambayo iko tofauti, na kwa sababu hiyo ina draw attention kubwa sana katika kujifunza. Kabla ya kujifunza maneno mengi, tulikuwa tunajifunza neno la Mungu. Nadhani kwamba fasiri tunazopewa wakati mwingine unapewa fasiri ambayo sio sahihi na kuacha na maswali mengi kuliko kuwa na majibu. Lakini mara zote nilipokuwa nikimsikiliza Mwalimu Huruma, nilijikuta kwamba napata majibu sahihi ya maswali ambayo yalikuwa hayajibiwi
na watumishi wengi waliokuwa wakifundisha neno la Mungu. Kwanza, baada ya kuwa nimejifunza na kuwa mwanafunzi wa Kristo kupitia Huruma Gadi, kwanza imeniondolea hofu. Sehemu kubwa nimekuwa nikiishi sasa kwa amani. Sina hofu ya kuwa chini ya utawala wa shetani, chini ya dhambi. Nimejifunza na kugundua kwamba nilikuwa sijaijua ukweli kuhusiana kwamba mimi ni nani na ile kazi ambayo Kristo aliifanya kwa ajili yangu. Na kwa sababu hiyo, kuondokana na hofu tayari inaniweka huru kwenye mambo mengi. Mambo mengi yamebadilika kwenye maisha yangu, ikiwemo familia, ikiwemo masuala mazima ya uchumi na namna ambavyo nina uhuru wa kumtumikia Mungu bila kuwa na hofu. Hilo kwa kweli naweza nikajisifu na kusema kwamba ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kile ambacho amekuwa akimtumia Mwalimu Huruma Gadi kufanya katika maisha yangu. Wale ambao hawajajifunza mafundisho ya Kristo kupitia Mwalimu Huruma Gadi, ushauri wangu kwao ni kwamba wakati mwingine unapopata neema ya kumsikiliza, usikurupuke ukawa na hasira na haraka ya kufanya maamuzi kabla hujajua kile anachokifundisha. Yawezekana mwanzoni ukapata shida kidogo, lakini baada ya muda utakapomsikiliza hakika utabadilika na maisha yako yatabadilika hata kwa kama vile yalivyokuwa. Mimi imetokea kwangu, na kwa sababu hiyo ninaweza kushuhudia kwamba ninamjua Kristo kwa kiwango cha tofauti sana na kabla nina kiwango kikubwa sana cha kumjua Kristo kwa sasa kuliko ilivyokuwa hapo awali.